tunataka wote keki ya taifa hili tuinufaike nayo. Na mimi nimechagua kwa makusudi kuwa mwanasiasa ambaye nitazungumza kuhusu rasilimali na utajiri wa nchi yetu ambao hautumiki kwa ajili ya watu wetu. Napigwa vita katika hili, lakini sitaacha mpaka kila mtu akijue. Nimetaka kusema hilo na kwanza. Na pili, tulikuwa mahakamani na ninawashukuru kwa kujitokeza kwa wingi na mmenifurahisha sana. Wakati mwingine wanasema hii kesi ya mwenyekiti Lissu singekwaga huku mikoani, kungekuwa ni mkanyagano hivi, kungekuwa na wangekuwa napeleka uwanja wa mpira kule, si ndio? Sasa hapa ni Mnyawani tu na wanachama watu wote walikuwa pale maelfu. Wale tuliokuwa kwenye vyombo vya habari pale wengi kabisa. Nimefurahi, nimeshukuru. Ukienda mahakamani unamtia moyo mwenzako, kumwambia hamjamsahau na mnathamini kwa yeye kukamatwa na mnathamini alichokuwa akipigania. Sasa wakati wa ubaguzi wa rangi kule Marekani, watu weusi walipokuwa wanabaguliwa na wazungu, wananyanyaswa, mpigania haki, wanawaita watu waliopigania as brothers, or we perish together as fools. Ndio ujumbe wangu kwenu leo. We must learn, na ni ujumbe wangu kwa Watanzania wote. Katika kipindi tulichomo, kipindi ambacho watu wanatekwa, wanauawa, wanapotezwa, familia zinabaki yatima. Fikiria, wewe unatekwa, mtu mzima, una watoto, una mama yako, una mke wako, unapotezwa kama mtoto wa mzee Mwidini alivyochukuliwa. Mzee Mwidini ni shahidi, mzee wetu, mtoto wake alichukuliwa Ibrahim, mtu mzima. Mzee Mwidini ananiuliza, nifanye matanga, nisike, amekufa au yuko hai? Unafanya nini? Unaishi kwa anguish. Mama yake akisikia pikipiki na kuja na filamu, mtoto wake anarudi. Tangu mwezi wa 10 mwaka jana mpaka leo. Fikiria, ingia kwenye viatu vya mzee Mwidini. Mtoto wako uliyemzaa mwenyewe, umemkuza, mtu mzima, amejua kwao, anachukuliwa na polisi, unaona. Alafu aondoka. Ni vile tu wa Tanzania hawajafika vizuri kwenye tipping point. Hii nchi ingekuwa sehemu ambayo sio salama kuishi, kwa sababu ya uchu wa madaraka wa watu wachache. Sasa ujumbe wangu kwenu ni kwamba we must learn to live together as brothers, or we perish. Or we perish together as fools. Lazima tujifunze kuishi pamoja kama ndugu, au kama kaka na dada, kama kaka na kaka. Au kama hatuwezi kuishi pamoja kama ndugu au kama kaka na dada, tufe wote kama wajinga tu, kama nyumbu. Mnaelewa maana yake? Kwamba simba anaweza kuingia kwenye grupu la nyumbu 1000, simba mmoja, manyumbu 1000 yanakimbia, anajichagulia anayetaka, anamkamata yale, anapitiliza, anaua. Lakini niwaulize, simba hata wakiwa 20, nyumbu 1000 wakasema ukamati hapa hata mmoja, anakamata mtu bado? Anakamata nyumbu bado? We must learn to live together as brothers. Maana yake, I am my brother's keeper. Tatizo la kwako ni tatizo langu, tatizo langu ni tatizo lako. Hapo tutaibadilisha nchi. Maumivu ya mzee Mwidini yako. Fikiria kwamba mtoto wa mzee Mwidini ni mtoto wako. Utapata uchungu anaopata mzee Mwidini.
Ukimtetea mzee Mwilini umejitetea wewe. Ukijitetea wewe umemtetea Machanga. Wa Marekani wanasema I am my brother's keeper, I am my sister's keeper. Mimi ndio kinga ya kwako. Ndio maana Marekani hakika aliuawa mtu mmoja anaitwa kwenye Black Lives Matter. Nani yule kijana? Alinyongwa na askari. Nchi nzima iliingia kwenye msukosuko. Watu waliandamana nchi nzima. Ukikamata mtu mmoja, akitekwa mtu mmoja Marekani, taifa zima linachomoka. Tarime wataandamana, si ametekwa Dar es Salaam. Lakini nchi hii unafiki wa kufikiria kwamba una hajalihusu. Haya hilo ni la Ibrahim Mzee Mwinyi.